Baba, katika jina la Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo, saa imefika ya kukutukuza wewe Bwana. Tunakuomba mtukuze mwanao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ifunue kweli yako katika mioyo yetu Bwana. Neno lako likatuamshe kutoka kwenye usingizi wa kiroho. Neno lako likatupe uhai. Neno lako likatuondolee giza Bwana mabwana, sawasawa na nguvu iliyokusudiwa katika utukufu wako. Niko tayari Bwana, sio kumtukuza mtu yoyote, lakini kulitukuza jina la Bwana wetu Yesu Kristo, jina ambalo kwa hilo tunaangaziwa nuru ya ajabu. Ndipo unaposema kwamba amka wewe usinziaye, Kristo atakuangaza na nuru yako imekujia. Kwa sababu hiyo tunapaswa kuondoka ili kuangaza. Bwana tusaidie, neno hili likatufanye kuinuka na kuangaza Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kushukuru, amen. Basi fungua pamoja na mimi katika Biblia yako kitabu kile cha Waefeso. Nikutie moyo, hiki kitabu nakipenda sana. Kina sura 6 tu. Yaani hata ukiamua unaporudi nyumbani ndani ya risali moja ukiamua kusoma unamaliza sura hizi zote 6, kitabu kizima. Ni kitabu nakipenda. Nimekisoma sijui zaidi ya mara 20 au ngapi. Mara nyingi kirudia na kukirudia. Waefeso sura ya 5, nitaanza ule mstari wa 3 tukiutafuta mstari wa 14. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema namna hii, mstari ule wa 3. Sikiliza kwa makini sana, maana wengine huwa hamsomi Biblia, mko bize. Huu ndio wakati wako mzuri wa kusikia neno la Mungu na kupata kiu ya kumwabudu Mungu aliye hai. Neno la Mungu linasema, lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuuzi, wala ubishi. Hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Maana neno hili mnalijua hakika ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Basi msishirikiane nao, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli, mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena. Lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Mstari wa 14, hivyo husema Yesu nakupenda, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wetu umebebwa na kichwa chenye maneno yanayosema amka wewe usinziaye. Mwangalie jirani yako. Aliambiwa kiatu akivue, sijui kama kakivua cha masengenyo, cha umbea, lakini hapa tunaambiwa amka. Amka. Sasa
Katika sura ya kwanza, nisikize kwa makini, usiponielewa hapa utanielewa kabisa. Katika sura ya kwanza ya kitabu cha Waefeso, sura ya kwanza mpaka ya 3, Paulo anaonyesha mambo makuu kama matatu hivi. Nikupe tu utangulizi kama matatu hivi. Jambo la kwanza, anaonyesha utambulisho. Takuelewesha vizuri. Jambo la pili, anaonyesha mamlaka, na jambo la tatu, anaonyesha position au nafasi ya mtu yoyote aliyemwamini Kristo. Mtu aliyemwamini Kristo anapokuwa kwa Kristo anapewa utambulisho. Ndio maana ukisoma sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 7 pale anasema sisi ni tumebarikiwa kwa baraka za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Yesu. Utambulisho wangu ndani ya Kristo, mimi ni mbarikiwa. Glory be to God. Anaendelea anasema sisi ni watakatifu, tulichaguliwa tangu awali tuwe watakatifu. Napomwamini Kristo, utambulisho wangu mimi ni mtakatifu. Kama nilikuwa naitwa malaya, nilikuwa naitwa kahaba, nilikuwa naitwa mlevi, ninapoweka imani kwa Kristo, utambulisho wangu unabadilika. Mimi nakuwa mtakatifu. Glory be to God. Jambo lingine anasema sisi tumekombolewa. Utambulisho wangu mimi ni mtu niliyokombolewa na Mungu. Lakini anasema sisi tumesamehewa. Utambulisho wangu katika Kristo, mimi ni mtu niliyesamehewa na Bwana. Natambuliwa hivyo. Mbingu zinatambua hivyo na ulimwengu unatakiwa utambue hivyo. Lakini jambo la mwisho hapa, utambulisho wetu unasema sisi ni watoto wa Mungu. Asikuingizie mtu mashaka. Kama kweli roho yako inajua umeweka imani kwa Yesu Kristo, wewe ni mtoto wa Mungu aliye hai. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Ukipoteza huo utambulisho, wewe huwezi kuamka. Huwezi kuamka. Hata ningehubiri vipi, huwezi kuamka. Wewe fikiria mtu aliyeolewa, kavishwa pete, alafu anafika mahali anavua pete, anaficha huko. Sio kwa sababu yoyote, ni kwa sababu tu hataki ajulikane kwamba ameoa au ameolewa. Huyo anakataa utambulisho wake. Na kwa sababu anakataa utambulisho wake, lazima atavuruga tabia yake kwenye maisha ya ndoa. Lazima. Kwa nini? Kwa sababu hajitambui kwamba ameoa, hajitambui kwamba ameolewa, na anaficha utambulisho wake. Hataki hata kumposti mume wake, hataki hata kumposti mke wake. Ana kazi ya kujiposti yeye na mapicha mengine. Muangalie jirani yako. kama Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Glory be to God. Mwambie usipoteze utambulisho wako. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe sio mlevi. Mwambie wewe sio kahaba. Wewe ni mwana wa Mungu. Jitambue hivyo. Kwa sababu ukijitambua kwamba wewe ni mwana wa Mungu, huwezi kuona haya kusema Bwana asifiwe unapokuwa barabarani. Utaangalia hata mavazi unayovaa. Biblia inasema akamwona mwanamke amevaa mavazi ya kikahaba. Wewe ukijiangalia unasema mimi si kahaba, mimi ni mwana wa Mungu. Kwa nini nivae mavazi ya kikahaba? Utambulisho unagoma. Unasema hapana, mavazi ya kikahaba ni ya makahaba. Mimi ni mwana wa Mungu, nitavaa mavazi yenye kusitiri mwili wangu. Glory be to God. Huyu ni mtu aliyejitambua. Utambulisho ni kitu muhimu sana. Utambulisho utakufanya uongee vile ambavyo unajitambua. Ukijitambua wewe ni nani, hutaongea hivyo unavyoongea. Utambulisho, nguvu ya utambulisho. Hili ni jambo la kwanza kwenye sura ya kwanza, na kuwekea foundation. Jambo la pili analoliongea Paulo ni mamlaka. Ukijitambua katika Kristo, Kristo anakupa mamlaka.
Ukiangalia kwenye sura ya 3 mstari wa 10 na wa 20 kule, anasema kuna nguvu itendayo kazi ndani yetu sisi tuaminio. Ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo inafanya kazi ndani yetu. Yale ni mamlaka inayokufanya ukatae dhambi, mamlaka inayokufanya ukatae mazungumzo yote machafu, mamlaka inayokufanya ujitambue na upinge kila jambo la giza, Hilo ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu tunalipata kwenye Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Anasema sisi, unapomwamini Kristo, unaketishwa juu sana katika ulimwengu wa roho pamoja na Kristo. Ili shetani akutumie, lazima akutoe kwenye nafasi hiyo ya juu sana pamoja na Kristo. Anakushusha chini, alafu ndio anaanza kukutumia. Hawezi kukutumia kama uko kwenye nafasi. Ni lazima kwanza upoteze nafasi, na ukipoteza nafasi umepoteza mamlaka. Ukipoteza mamlaka umepoteza utambulisho wako. Wewe unakuwa kama galasa tu, unakuwa kama kopo tu. Ndio maana Adam na Hawa walivyopoteza nafasi, walipoteza uhusiano na Mungu. Mungu anawauliza, Adam, uko wapi? Nilipokuweka sikuoni. Uko wapi? Alipoteza nafasi. Alivyopoteza nafasi, mahusiano yakayumba. Ukipoteza nafasi kwenye ndoa yako, mahusiano lazima yashake. Kwa hiyo lazima ujiposition. Nafasi yako hapa Potters, Mungu amekupa nafasi gani? Lazima uilinde, lazima uitunze. Malaika ambao hawakutunza enzi yao, nafasi zao, Mungu aliwaangamiza. Haiwezekani wewe ni mtoto wa Mungu alafu uishi kama sio mtoto wa Mungu. Haiwezekani. Utapoteza kila kitu. Na ndiyo maana sasa sura ya 6 kitabu cha Waefeso, Paulo anasema jivikeni silaha ili muweze kupigana. Tunapigania nini? Kulinda utambulisho wetu, kulinda mamlaka tuliyopewa na Mungu, kulinda nafasi yetu katika Mungu. Huwezi ukalinda kama hujajitambua. Unalinda kitu gani? Unalinda nini? Unalinda kitu gani? Na ili uweze kuvaa silaha lazima uamke. Huwezi ukashika silaha kama hujaamka. Na ndio maana baada ya kueleza sura ya 1 mpaka ya 3, ya 4 na ya 5 pale, ndio anakuja anaeleza kwa habari ya wito wetu, alafu anasema sasa kwa habari ya kuamka kutoka kwenye usingizi. Glory be to God. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Usipotambua kuwa wewe, kwa mfano, wewe ni polisi, wewe unafikiri utayatumia mamlaka ya kipolisi? Haiwezekani. Usipotambua kwamba wewe ni askari kwa Kristo Yesu, huwezi kuhangaika na silaha zozote. Utalala, utakoroma na mambo yataharibika. Sasa basi, naingia kwenye somo langu. Usingizi wa mwilini, wa kimwili, kama tunavyofahamu, ni kitu kizuri na kitamu sana, kwa kuwa kinatupa kupumzika, kinatupa kuondoa uchovu. Wataalamu wanasema unapolala unaondoa sumu kwenye ubongo. Ndio maana ukikosa usingizi kichwa kitakuuma tu, kwa sababu hujalala vizuri. Ukienda kulala, ukiamka, unaweza ukashangaa mambo yamekuwa vizuri. Usingizi ni mtamu. Nakumbuka nyumbani kwangu, wakati mwingine watoto wangu wakiwepo, saa 12 na waamsha kwa ajili ya ibada asubuhi. Wanakasirika kweli. Wakishasikia tu sauti ya baba, kila mtu kakuja. Yaani wanakuja tu wafanyeje? Kwa nini? Kwa sababu usingizi mtamu. Nikiwaacha walale, hatutafanya ibada. Siku haitaanza sawa. Na mimi sitaki, naambia amkeni. 12 tumeshaamka, tunaimba nyimbo za tenzi, tunaanza kuomba. Kitu ambacho hawakitaki, kwa sababu mwili haukubali. Lakini naambia amkeni.
utachelewa kufanya usafi na mambo mengine. Amka. Lakini sasa usingizi mbaya na wa hatari sana ni usingizi wa kiroho. Huo ni hatari sana. Usingizi wa kimwili, Biblia iko wazi, anasema unaweza ukatupa umaskini kwa sababu ya kupenda kulala. Ni kulala kuangalia movie, kulala kuangalia movie, kulala kuamka kuangalia movie. Huna unachokifanya, utakufa maskini. Usingizi wa kiroho ni mbaya zaidi kuliko usingizi wa kimwili. Sasa mpaka Biblia inatuambia tuamke, maana yake kuna namna tumeonekana kiroho tumelala, tumeonekana kiroho tuko usingizini. Mungu hawezi kuleta neno lake hivi hivi, lazima tuko usingizini, tumelala. Kwa hiyo ukisinzia wewe, ndio kanisa limesinzia. Ukisinzia wewe, familia yako imesinzia. Ukisinzia wewe, taifa limesinzia. Ukisinzia wewe, kila kitu Amka wewe usinziae, ufufuke kutoka kwa wafu. Mtu aliyelala, aliyesinzia, maana yake hafanyi shughuli yoyote. Uko hapa Potters, umelala, umesinzia, maana yake kwenye kuimba haupo, kwenye kumtolea Mungu haupo, kwenye usomaji wa neno haupo. Yaani wewe umelala. Hebu mwambie jirani yako, amka wewe usinziae. Mwangalie usoni, mwambie hivi, hapa kanisani wewe unafanya kitu gani? Muulize, unasafisha kanisa? Unaimba kwaya? Unahubiri neno? Maombi unakuja? Wewe mwambie umelala, wewe umesinzia. Kabisa. Kabisa. Ukiangalia kwa makini katika sura ile ya 5, kitabu cha Waefeso tulichosoma, inaongelea maisha mapya katika Kristo. Maisha mapya katika Kristo. Paulo anaweka mkazo kwa habari ya waumini kuacha matendo ya giza na kuishi katika nuru baada ya kuokoka. Sasa wengine inawezekana wako hapa hata hawajielewi kwamba wameokoka au hawajaokoka. Hiyo itakuwa ni hatari sana. Yaani kama uko humu ndani na injili yote inayopigwa humu ndani, alafu hujijui kwamba umeokoka au hujaokoka, basi ni balaa, ni balaa. Kwa sababu maisha yako hayana tofauti na wale wa nje. Kwa hiyo sijui unajiweka kwenye kundi gani. Mstari ule wa 3 mpaka wa 5 kule kuendelea, nikianza wa 6, labda nianze wa 6. Anasema mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana. Kuna maneno yenye maana na maneno yasiyo na maana. Na mtu akija kukudanganya, anakudanganya kwa maneno yasiyo na maana. Hayo maneno ni yapi? Anasema uasherati, uchafu, kutamani. Kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa kuasi. Mwangalie jirani yako, muulize, wewe umedanganywa mara ngapi? Umedanganywa mara ngapi? Anasema uasherati, uchafu, kutamani. Kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa kuasi. Mtu asiwadanganye. Mwangalie tena jirani yako, mwambie mimi ni mtu, nisikudanganye. Mwambie nisikudanganye. Etio, kwa sababu tunasali kanisa moja, atakudanganya, atakuingiza chaka huyo. Simamia imani yako. Unajiamini wewe mwenyewe, uamini mtu mwingine yeyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo aliona hatari ya watu waliookoka kudanganywa kwa maneno yasiyo na maana, kama ya ulevi, ya dhuluma, tamaa, uchafu, uzushi tu ndani ya nyumba ya Mungu. Anasema mstari wa 7, anasema basi msishirikiane nao. Kwa sababu gani? Hakuna
urafiki kati ya nuru na giza. Nataka nikwambie hivi, hata kama tunasali kanisa moja, sio lazima niwe rafiki yako. Kupenda ni lazima, kwamba tumeamriwa tupendane, lakini rafiki tunachagua. Rafiki tunachagua. Glory be to God. Umenisikiza vizuri? Amri inatuambia tupendane na kupenda, lakini wewe sio rafiki yangu. Hiyo inakaa namna hiyo tu, na hakuna atakayenihukumu, kwa sababu rafiki nachagua, kwa sababu rafiki ana mchango mkubwa wa kuniambukiza tabia alizonazo. Ana mchango mkubwa sana, ana mchango mkubwa. Kwa hiyo lazima nichague, hata kama tunasali pamoja, hata kama tunaimba pamoja, tunapendana, lakini wewe sio rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwenye hilo usiweke utani, wala usiwe na chenga kabisa. Yaani huo umenyoka namna hii. Umenyoka hivi. Mtu hana adabu, yuko ovyo ovyo. Kwa nini? Aninyonye kiroho. Kwa nini? Anipunguzie mwendo wangu kwa Kristo. Kwa nini? Kaa pembeni bwana. Tutakutana kwenye kuimba, tutakutana kwenye basi. Mstari wa 8 anasema, zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kama watoto wa nuru. Sasa basi, katika neno hili usinziae, amka wewe usinziae. Tukiliangalia hili neno usinziae, tunapata maneno mawili. Neno usinziae, tunapata maneno mawili. La kwanza tunapata usingizi, la pili tunapata mtu anayesinzia. Amka wewe usinziae. Hapo kuna usingizi na kuna mtu anayesinzia. Labda nizungumze kidogo kwa habari ya usingizi. Kama tulivyosema kwamba usingizi wa kimwili, lakini pia kuna usingizi wa kiroho. Usingizi wa kiroho. Na huu ni usingizi hatari zaidi. Kwa sababu ukiangalia kwenye Warumi sura ya 1 na ule mstari wa 21, anasema hivi, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza, ikaingia kwenye usingizi. Hawakumshukuru Mungu kama ndiye Mungu na kumtukuza, lakini walifuata uzushi wao. Walipotea katika uzushi. Watu hao wameokoka, wako ndani ya kanisa, lakini ni wazushi. Wanazushia wenzao, wanawazushia watumishi, wazushi. Anasema wakapotea katika uzushi wao. Maanake wako kanisani lakini wamesinzia, ndio maana wanafanya uzushi. Hivi unamjua mtu mzushi? Ni muongo tu. Yeye kazi yake ni kutengeneza tu mambo, story tu. Atamchafua mtu mwingine bila sababu yoyote. Atatengeneza mambo tu kwa manufaa yake mwenyewe. Ni mzushi. Yuko kwenye usingizi. Walipotea katika uzushi wao. Mtu anapokuwa katika usingizi wa kiroho, maana yake anakuwa katika hali ya giza, katika hali ya kutokumjua Mungu, hali ya kutokupenda kusoma neno la Mungu, hali ya maisha ya dhambi. Mtu anapokuwa hajaokoka, yuko duniani, anakuwa yuko katika huo usingizi wa namna hiyo. Lakini mbaya zaidi, usingizi wa namna hiyo umeingia mpaka kwenye kanisa la Bwana kwa watu waliookoka. Watu ndio maana husema ulimwengu wa giza huo. Maana yake nini? Ni ulimwengu wa kusinzia. Utatembea na mke wa mtu, unaona sawa. Utatembea sijui na nani, utafanya uzinifu, unaona sawa. Unavaa nusu uchi, sawa. Kwa sababu ni ulimwengu wa giza. Kwenye nuru huwezi ukafanya namna hiyo hata kidogo, hata kidogo. Yohana anasema, Yohana 12 mstari wa 35,
Aendaye gizani hajui aendako. Hata kama uko kwenye kanisa la kiroho, kama uko gizani, hujui unakokwenda, hujui. Familia ni giza tu, kanisa ni giza tu, watoto ni giza tu, ni uovu, ni ulevi, ni uganga, ni uchawi, giza. Lakini neno la pili tunalolipata pale ni asinziaye. Tumezungumzia kwa habari ya usingizi, sasa tunazungumzia asinziaye. Huyu asinziaye, huyu ni mtu, lakini anasinzia, yuko gizani, yuko katika usiku. Hayo mambo yote yanashabiana. Huyu mtu asinziaye, huyu maana yake anasinzia, yuko gizani, yuko katika usiku. Anaweza kuwa ni mchungaji lakini anayesinzia. Anaweza kuwa ni askofu lakini askofu anayesinzia. Anaweza kuwa ni mwimba kwaya au kwenye praise huko, lakini ni mwimbaji anayesinzia. Anaweza kuwa ni muumini wa Potters, lakini ni muumini anayesinzia. Maana yake ni mchungaji au ni askofu au ni Mkristo asiyependa neno la Mungu. Anaishi kama Mungu hayupo vile. Anafanya dhambi kwa mazoea, wala hajali mambo ya Mungu. Anaishi bila kuwa na tahadhari ya wokovu wake. Mtu huyu amepoteza uwezo wa kutimiza wajibu wake kwa Mungu aliye hai. Mtu huyu hawezi kuona hatari inayoweza kuharibu Ukristo wake. Hawezi kuona hatari inayoweza kuharibu familia yake. Hawezi kuona hatari inayoweza kuharibu kanisa la Mungu. Kwa sababu gani? Anasinzia, yuko gizani. Hawezi kuyakemea matendo ya giza, na Biblia imetuambia unayaona matendo ya giza kwenye praise and worship team, yakemee. Unayaona matendo ya giza nyumbani mwa Bwana, yakemee, kwa sababu sisi ni nuru. Watu natakiwa watuangalie tunavyosema, wajifunze kwetu. Watuangalie tunavyovaa, wajifunze kwetu. Watuangalie tunavyoenenda, wajifunze kwetu. Ndio maana watu wa nje huko, kabla hawajasoma Biblia, wanatusoma sisi kwanza. Wanatusoma sisi kwanza kabla hawajasoma Biblia. Ili waielewe Biblia, lazima watuelewe sisi. Sisi ndio tunabeba ushuhuda kumsaidia Mungu kuhudumia walio nje. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu ni mtu asinziaye, ni mtu aliyekosa subira. Hawezi kuwa na subira, hawezi kuwa na uvumilivu. Mtu mwenye chuki, kulipuka maneno, hana staha, yuko kwenye giza. Na ndio maana kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5, Paulo anasema, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, si wana wa usiku wala si wa giza. Paulo anasema utambulisho wetu sisi kwamba sisi ni watoto wa mchana. Utambulisho wangu mimi sio mtoto wa giza, sio mtoto wa usiku, mimi ni mtoto wa mchana. Kwa hiyo lazima nienende katika nuru. Glory be to God. Mstari wa 6 kitabu hiko anasema, basi tusilale usingizi kama wengine wakina nani? Watu wa duniani huko wasiomjua Mungu, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Mstari wa 7, maana walalao usingizi hulala usiku, pia walewao hulewa usiku. Watu wa dunia. Lakini mstari wa 8 anasema, sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Glory be to God. Sasa Paulo anatoa au anaeleza mambo matatu muhimu. Nataka uyashike haya mambo matatu muhimu.
Jambo la kwanza anasema, amka wewe usinziaye. Iko ni kitendo unatakiwa ukifanye, kitendo, verb. Amka, amka ni kitendo, unatakiwa ufanye kitendo cha kuamka. Maana yake nini? Maana yake inuka kutoka usingizini, amka, au kuamka kutoka katika hali ya kutokutenda. Ulikuwa usomi neno, sasa amka, anza kusoma neno. Ulikuwa uombi, sasa amka, anza kuomba. Ulikuwa ukemei na kukataa mambo ya giza, sasa jenga ujasiri wa kukemea mambo ya giza, yawe kwa rafiki yako, yawe kwa nani, yakemee. Ulikuwa unashirikiana na matendo ya giza, amka, wewe ni wa mchana, sio wa usiku. Hakuna ushirika kati ya giza na nuru. Amka kwenye usingizi wa chuki, amka kwenye usingizi wa wivu, amka kwenye usingizi wa masengenyo, amka kwenye usingizi wa kuto kumheshimu Mungu. Amka. Paulo anasisitiza, amka wewe usinziaye. Wako wachungaji waliolala, tunaambiwa tuamke. Wako maaskofu waliolala, wako usingizini, neno linatuambia tuamke. Wako vijana wako nyumbani mwa Bwana, lakini wamelala, hawajui neno la Mungu, hawajui maombi, wako tu. Amka. Glory be to God. Yaani hili neno, hii sauti iingie mpaka kwenye moyo wako. Amka. Maana mtu aliyelala amelala, hawezi kufanya chochote. Ndio maana huwezi ukavaa silaha kama umelala, hata ukiwa nayo haitakusaidia. Ndio maana Paulo anasema amka, alafu anamalizia kwamba vaeni silaha zote. Huwezi kuvaa silaha wakati umelala. Hata ukivaa, unalinda kitu gani? Amka. Ndio maana kwenye Warumi ile 13 mstari wa 11, Warumi 13 mstari wa 11 anasema, naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha wadia. Yesu Kristo. Kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu sana kuliko tulipoanza kuamini. Saa ya kuamka kwenye usingizi wetu imekwisha kufika. Amka mtu wa Mungu, amka. Kama ulikuwa mlevi, azimia kutoka kwenye ulevi, usingizi wa ulevi. Kama ulikuwa mchawi, adhimia kutoka kwenye usingizi wa uchawi. Kama ulikuwa muhuni, adhimia, mwambie Yesu, leo nimeamua kuamka. Sihitaji kwenda kwenye giza tena, kwa sababu nimejua kwamba mimi ni nuru. Nimetambua kwamba mimi ni wa mchana, sio wa usiku. Nimejua kwamba mimi ni mtoto wa Mungu. Glory be to God. Anasema mstari wa 12, usiku umeendelea sana. Maana yake hali ya maovu na kutokumheshimu Mungu imeendelea kwa kasi. Anasema mchana umekaribia, basi tuyavue matendo ya giza na kuvaa silaha za nuru. Mstari wa 13, sura hiyo, Warumi hiyo sura ya 13, mstari wa 13. Anasema kama inavyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu. Mwangalie jirani yako, mwambie enenda kwa adabu, kwa sababu Biblia imekuona huna adabu. Au mwambie si Biblia ndio imesema? Yaani Biblia inaweza kutuambia twende kwa adabu kama hatuna adabu. Ukiona Biblia inasema muenende kwa adabu, maana yake hatuna adabu. Mkazie macho usoni, mwambie wewe huna adabu. Biblia inakutaka uenende kwa adabu. Mwambie chukua hiyo. Anza kumtazama kuanzia leo kama anaenda kwenye adabu au vipi. Ukimwona tu anakosa adabu, mwambie Warumi 13:13. 13:13. Kama inavyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi, si kwa ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Mtu anayekwenda kwenye ulafi hana adabu. Mtu ambaye ni mlevi
hana adabu, mtu ambaye ni fisadi hana adabu, mtu muasherati hana adabu, mtu mgomvi hana adabu, mtu mwenye wivu hana adabu. Hata kama anakupa shikamoo hana adabu. Mwangalie jirani yako, mwambie shikamoo sio adabu. Adabu ni hii hapa, muonyeshe hapa. Adabu ni kuacha ulevi, acha chuki. Umejaa chuki alafu kija shikamoo, huyo unayemchukia shikamoo ya nani? Acha chuki. Acha wivu, unamuonea wivu hapa kija shikamoo ya nini? Wewe mpite tu kwa sababu wewe huna adabu. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mstari wa 14 pale, bali mvaeni Bwana Yesu, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Mvaeni Kristo. Ni maombi yangu. Yesu ninakuvaa wewe. Yesu ninakuvaa wewe. Yesu ninakuvaa wewe. Yesu ninakuvaa wewe. Usipomvaa Kristo utauangalia mwili kila siku. Na ukiuangalia mwili, wewe utakuwa ni kukosa adabu kila leo. Kila leo. Lakini jambo la pili, baada ya kutuambia kwamba amka wewe usinziaye, jambo la pili anasema ufufuke kwa wafu. Ufufuke kwa wafu. Paulo anatutaka tutoke katika hali ya umauti na dhambi. Biblia inasemaje? Kwenye Waefeso sura ya 2. Anasema nanyi mlikuwa mmekufa kwa habari ya dhambi zenu na makosa yenu mlioyaendea hapo kwanza, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Mmekufa, mmelala usingizi, mko huko. Anasema hivi, fufuka kutoka kwa wafu. Fufuka. Maana yake anasema nini? Mahali uliko sio kwako. Unakaaje na walevi? Fufuka, wewe sio mlevi. Fufuka, wewe sio kahaba. Toka kwenye hiyo hali ya ukahaba. Toka kwenye hiyo hali ya ulevi. Toka kwenye hiyo hali ya giza na uchawi. Fufuka. Dhambi inaleta usingizi unaokuzuia kutenda mapenzi ya Mungu. Inakufanya ufe kiroho. Unakuwa unaishi katika kaburi la chuki, kaburi la uongo, kaburi la hasira, kaburi la fitina. Fufuka mtu wa Mungu katika wafu. Fufuka kutoka kwa watu waliokufa. Acha nguo hizo, sanda hizo, acha kaburini. Fufuka. Kwa sababu hakuna ushirika wowote kati ya giza na nuru. Usikumbatie marafiki hao wanaokufanya uishi kwenye kaburi. Jipumute, achana nao. Tafuta marafiki wanaoweza kukuonyesha njia ya Mungu. Marafiki wanaoweza kukufanya ukue kiroho. Rafiki anayekudidimiza, achana naye. Rafiki ambaye hakwambii mambo ya kukujenga ili ya kukubomoa, huyo hakupendi. Mwache. Jambo la tatu na la mwisho, anasema Kristo atakuangaza. Sio mchungaji wako atakayekuangaza. Sio mtume wako atakayekuangaza. Anasema Kristo atakuangaza. Yesu Kristo, niangaze e Bwana. Niyajue maovu yangu. Niangaze Yesu Kristo. Nijue kiburi changu. Niangaze Yesu Kristo. Nijue ubinafsi wangu, kwa sababu ubinafsi wangu utaua ndoa yangu. Kiburi changu kitaua ndoa yangu. Majivuno yangu yataua mahusiano yangu. Kristo, niangaze. Haya yanatakiwa yawe maombi yako. Kwa nini upatani na wenzako? Kwa sababu Kristo hajakuangaza, hujamruhusu. Kwa nini wewe ni fujo kila siku tu ni fujo? Kwa sababu hujaangazwa na Kristo. Leo haya yawe maombi yako. Kristo, niangaze, nifufuke kutoka kwa wafu. Niangaze, nione udhaifu wangu. Niangaze. Sema Kristo atakuangaza. Maana yake Kristo atakupa nuru yake. Utaiona dhambi yako na kuikataa. Hutadanganywa tena.
hutashirikiana na waovu kutenda maovu, utaenenda kama ulivyo wajibu wako kwa Bwana, na utayajua mapenzi ya Mungu aliye hai. Ndio maana anasema katika Isaya 60 mstari wa 1 mpaka wa 3, anasema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Oh Yesu, asante kwa sababu utukufu wako umenizukia siku ya leo. Maana tazama, giza litaifunika dunia. Manake giza likiifunika dunia, limefunika na ndoa yako. Giza linaweza kufunika kanisa lako. Giza linaweza kufunika maisha yako ya ujana. Anasema giza litaifunika dunia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana Yesu Kristo atakuzukia wewe, sio ninyi. Bwana atakuzukia wewe kwa sababu ya kiu yako ya kumtafuta, kwa sababu ya hali yako ya kumpenda. Wengine watakuwa gizani, lakini wewe atakuzukia nuru. Glory be to God. Na utukufu wake utaonekana juu yako. Watu wakiangalia juu yako hawaoni ukahaba, wanaona utukufu wa Mungu aliye hai. Wakikuangalia hawaoni ulevi, wanaona utukufu wa Mungu aliye hai. Wakikuangalia hawaoni jeuri na kiburi, wanaona utukufu wa Mungu aliye hai. Oh Baba, iko wapi nuru yako? Ninaitamani mchana huu leo iniangaze. Watakaoniona kama mchungaji wauone utukufu wako, Bwana. Anasa na kiburi changu ninavizarau kabisa, kwa sababu havina tija wala havinatai faida yoyote. Bwana, nisaidie, Mungu uliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Anasema na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wa kuzuka kwako. Mataifa watakuja, watatafuta hekima iliyo kwako, watatafuta upole ulio kwako, watatafuta busara iliyo kwako. Watatafuta kwa sababu gani? Utukufu wa Bwana. Ndugu zangu, utukufu wa Bwana hauwezi kukaa juu ya mlevi, hakuna. Utukufu wa Bwana hauwezi kukaa juu ya mtu mzinifu, hakuna. Utukufu wa Bwana hauwezi. Kuna mahali unatafuta. Leo yawe haya ni maombi yako, kwamba Bwana, juu yangu ninatamani kisikae kitu cha ulevi kikanikandamiza, kisikae kitu cha zinaa kikanikandamiza. Ninahitaji Roho wa utukufu akanikalie. Watu wakimuona dada yule waseme, tunauona utukufu wa Bwana. Muangalie anavyovaa na uone utukufu wa Bwana. Muangalie anavyosema na uone utukufu wa Bwana. Muangalie anavyompenda Mungu na uone utukufu wa Bwana. Haleluya kwa mwana kondoo. Yuko wapi mwana Potters anayepokea kiu ya kumjua Mungu aliye hai na kutamani utukufu wa Mungu aliye hai? Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Simama kwa miguu yako. Waimbaji, mngekuwa mmeshafika hapa. Uninyunyizia maji wakati wa ukame. Sogea hapa mbele, mtu wa Mungu. Yaani sogea hapa mbele. Pate hii neema ya kuangaziwa nuru ya ajabu. Naweza kuunganisha wimbo huu, au kama kuna mwingine Mungu aliwapa, tafadhali fanya hivyo kadri Roho anavyowaongoza. Twende mbele za Bwana. Sogea mbele ya madhabahu ya Bwana. Nahitaji mtu mwenye kiu kumwambia Bwana, Roho wako wa utukufu akakae juu yangu. Roho wako wa utukufu akanikalie juu yangu na kubadilisha maisha yangu. Nguvu za Mungu ziko hapa. Nguvu za Mungu ziko hapa. Funika macho yako, usimtafakari mtu. Mimi nimekuletea habari za Kristo. Unayohitaji ni Kristo peke yake na sio mtu mwingine. Jiachilie mbele za Bwana. Nyosha mikono yako kwa Bwana. Mwambie Bwana, hii ni zamu yangu kunitembelea. Hii ni zamu yangu. Usinipite Mwokozi. Hallelujah. Wakati wa ukame
Endelea kumwomba Bwana, endelea kumwomba Bwana kwa jina la